Unywaji wa maziwa kwa Mtanzania mmoja ni lita 68 kati ya lita 200 za maziwa kwa mwaka, na kiwango hicho kipo chini ya nchi za Kenya na Uganda, ambapo Kenya ina unywaji wa lita 130 kwa mwaka, huku Uganda ikiwa ni lita 78 kila mwaka. Hayo yameainishwa kwenye uzinduzi wa wiki ya maziwa iliyozinduliwa Jumatano hii Mei 28 mkoani Morogoro. Maziwa. Wiki hii imetengwa mahususi kwa ajili ya kuainisha fursa zinazopatikana kwenye tasnia ya maziwa na ufugaji ng'ombe wa maziwa hapa nchini, pamoja na kutoa hamasa ya unywaji maziwa ambayo yanaelezwa kuwa mlo kamili kwa afya ya mwanadamu. Niseme kwa kifupi, maziwa ni kwa ajili ya kuondoa maskini, maziwa ni kwa ajili ya maendeleo, maziwa ni kwa ajili ya uchumi wa taifa letu, maziwa ni kwa ajili ya lishe zetu, maziwa ni kwa ajili ya ajira, maziwa ni kitu cha thamani. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa kufanya maadhimisho haya. Tunatangaza fursa zilizopo katika tasnia ya maziwa. Tunazungumzia uwekezaji wa takribani trilioni 3 katika tasnia ya maziwa. Tunazungumzia maziwa yanayozalishwa lita bilioni 4.01 ambayo yana thamani ya shilingi trilioni 3.2. Utaona mheshimiwa mgeni rasmi, fedha zilizoko katika maziwa. Tusihangaike umaskini, tusilie umaskini. Tunaitangaza tasnia ya maziwa. Tunawakaribisha Watanzania wote. Tunawatangazia wadau wa tasnia ya maziwa. Tunawatangazia wawekezaji ambao mko tayari kuwekeza nasi. Njooni mpate elimu ya maziwa katika viwanja hivi. Wadau wako kuwaelekeza, tuko kuwafundisha, tuhakikishe kwamba mnaziona fursa za uwekezaji katika tasnia ya maziwa. Ni mahali ambako kuna pesa nyingi hazijapata kuonekana mahali popote. Wakili Sebastian Warioba amemwakilisha mkuu wa mkoa wa Morogoro Kigoma Malima. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ya mwaka huu ni maziwa salama kwa afya bora na uchumi endelevu. Kauli mbiu hii inalenga kusisitiza umuhimu wa maziwa katika kupunguza umaskini kwa kuongeza kipato na ajira katika kaya, kuboresha lishe na afya ya jamii. Kwa maana hiyo, mtu akiwa na afya bora na kipato cha uhakika itamfanya afurahie maisha pamoja na familia yake, na hivyo kujiletea maendeleo yeye na taifa kwa ujumla. Ndugu wananchi, nisichukue muda mrefu. Baada ya kusema hayo, napenda kuchukua fursa hii sasa kutamka kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa sasa kutamka kwamba maadhimisho ya wiki ya maziwa kitaifa kwa mwaka huu 2025 mkoani Morogoro yamefunguliwa rasmi leo tarehe 28 mwezi wa 5 2025. Ili kuinua sekta ya maziwa na kukabiliana na changamoto ya uzalishaji hafifu wa maziwa hapa nchini, baadhi ya wadau wakiwamo Heifer International Tanzania kwa miaka takribani 50 wameongeza chachu ya uzalishaji maziwa kwa kutoa ng'ombe bora wa maziwa, elimu ya usindikaji salama wa maziwa pamoja na unywaji wa maziwa salama. Mark Thoso ni mkurugenzi mkazi wa Heifer International Tanzania. Na pia ni waanzilishi wa wiki ya maziwa kuanzia miaka ya 1997. Heifer International imekuwa ikishirikiana nao. Lakini kwa upande mwingine pia tumekuwa tukiwa na programu mbalimbali. Ninaomba kutaja mradi wa unywaji maziwa mashuleni tuliofanya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Tulilenga kulisha wanafunzi 10,000 tu, tumelisha wanafunzi 16,634. Na matokeo yamekuwa ya haraka mno. Kwanza, wanafunzi wengi waliongeza mahudhurio shuleni na mahudhurio yalikwenda kwa 106%. Ukifanya hesabu vizuri, 106 ni zaidi ya lengo kwa 6%. Kwa hiyo wanafunzi ambao hawakudahiliwa wa shule ya msingi pia walikuwa wanakwenda shuleni siku ambazo tulikuwa tunagawa maziwa. Wiki hii ya maziwa inaadhimishwa kila mwaka, na mwaka huu inafanyika viwanja vya Zimamoto mkoani Morogoro kuanzia Mei 27 na kufikia tamati Juni mosi mwaka huu.